Haya, ndaze usio unaambiwa ni kila siku za Jumanne. Movie zangu mpya zote kama kawaida utazipata mahala fulani, ndio chimbo la kijanja kwa sasa hivi. Bwana, movie zangu mpya zote, na maanisha DJ Black Manizo, madude makali yote mapya yatapatikana dukani kwa DJ Mark G Machine pale Kariakoo. Bwana, kazi kama hizi utaanza kuzipata kupitia udhamini wa mwamba wanamuita Hunter the Top Movies, mzee wa Plan B. Sasa kikubwa ni kwamba tu wewe ambaye ni shabiki wa Manizo na unapenda kuona kazi zinapatikana, zinazidi kuja tu mwanzo mwisho. Tarehe nzuri ya 18 mwezi wa 4 mwaka 2016 ndo ilikuwa tarehe, mwezi na mwaka mzuri sana katika familia ya Jack Shilof, bila kumsahau mtoto wake Tiger Shilof, kwa sababu ndio mwaka ambao yeye ndo alikuwa anatoka na moja kati ya kigongo kizuri kweli kweli kuingia katika tasnia ya filamu. Hilo Party ilitoka mara ya kwanza kabisa 2014. Akaja na filamu nyingine nyingi nzuri kama 2-3 hivi, lakini hii ilikuwa ni filamu ya mafanikio kwenye maisha yake, kwa sababu ndio ilifanikiwa kumweka alipokuwa leo. Na sisi leo tunapata bahati kwa ajili ya kuweza kuitazama. Unaambiwa siku zote uvutaji wa sigara, pombe kali ni hatari sana kwa afya yako na hata imani ya zerusu. Kwa hiyo unatakiwa utazame tu kwamba huu ni mwezi mtukufu, watu wataki kufanya vitu vya design, lakini usahau kwamba kuna corona ipo. Unachotakiwa kufanya ni kutafuta barakoa kwa bei poa, alafu kingine usahau kutembea na sanitizer popote unapokwenda na kunawa maji yanayotiririka. Basi utapambana kidogo na hali kama hiyo. Hali sio nzuri kuhusiana masuala ya corona. Lakini leo nimekuletea filamu mzuri sana ambao Tiger Shilof alikuwa amekuja vizuri sana, na ndio ilikuwa filamu iliyompatia nafasi ya yeye kukaa hapa alipokuwa leo pazuri kweli kweli. Na hii ni familia ya Jack Shilof, na hata Jack Shilof mwenyewe ni moja kati ya vijana katika familia yake waliomletea mafanikio makubwa sana. T-Series na makampuni mengine ndio wameifanya filamu yetu kafika hapa ilipo, lakini bila kusahau UTV Motion Pictures nao pia wanajitahidi sana kuifanya kazi ikawa safi. Lakini hapo sisahau, huu ni mkono wa mjukuu wake na Nadia Duara. Nadia Duara Grandson Entertainment ndio wanaoifanya kazi mzuri kuhakikisha kwamba filamu inafika wanapotakiwa. Sifuri 712182829 0754694143 ni nambari zangu za simu. Nadia Duara Grandson Entertainment ndio ambao wanatuvurugia mambo leo na kutuletea burudani nzuri itakao tufanya tujisikie raha kweli kweli. Na leo ndo anatuletea kazi mzuri, filamu nzuri inaitwa Bag. Ni Bag sehemu ya kwanza, imetoka 2016. Tafsiri ya neno Bag maana yake ni kukimbia, na filamu inakuja kuanzia Bangkok, Thailand. Huko ndiko ambako filamu inakuja kuanzia. Shukrani zangu leo nazipeleka katika familia ya Msomali The World Movies. Wao ndo wamekuwa kipaumbele kupambana kuhakikisha kwamba filamu hii inakukuta wewe hapo ulipokuwa, kuhakikisha kwamba DJ Black Manizo Foshizo ndimo mkatashombo mwenye voko za kizombi anakuletea kazi mzuri pale ulipokuwa umekaa kama hii. Kama mnavyojua tena, hii ni Thailand. Miongoni mwa miji ya starehe sana duniani ni Bangkok. Vijana ambao wanapenda mambo ya kisasa, unaambiwa huko ndiko ambako mwanamke anauzwa kwa gharama duniani kwa leo. Kuna gari lilitoka upande wa pili likaja kusimama hapa. Akashuka mtu mmoja na kidali kweli kweli, kama manyema kutoka pande za Keko Tololi pale. Ukimuona kama yeye Keko Tololi pale ukumbi kama uwanja wa nani wa taifa. Hatari. Lakini bila kusahau tuko na jamaa anaitwa Ubuyu kutoka pande za Spengo kule Buguluni. Na kazi mzuri inapatikana kwa watu kibao. Anaitwa Ngareba kutoka pande za Magoe mwisho, na ukumbi wake poa sana. Amepatikana kwenye mtaa namba 67 mzee. Na hii itakuwa ni kaloli kama 50 hivi kuelekea Hong Kong. Ambelagav. Yule mwanamke tumempata. Huyo hapa. Kidhar? Yuko wapi? Anauliza yuko wapi? Anaitwa Ragav.
Anauliza mwanamke kapatikana wapi. Kipindi hicho mwanamke tulimwona kwenye gazeti, tunakuja kumwona upande wanapigana. Jina lake anaitwa Shiladha Kapoor. Huyu ni mtoto wa Shakti Kapoor, kwa wale wanaomjua mwigizaji legendari nguli wa zamani. Cut. Oya, cut. Oya, back up. Oya we, paki mzigo. Jamani, mwigizaji kaumia. Ambulance bilao doctor. Ambulance mtapiga, itakuja hapa kalori kadhaa. Sasa ghafla kuna gari linakuja muda ule kwenye location ambako wale wanashuti filamu. Ameshuka bwana, tumesikia anaitwa Raghav. Unaenda wapi? Pumbavu, kachezea kofi. Subiri kwanza. तेरे को सुनाई नहीं देता? Hujasikia unavyoambiwa eh? मैंने clearly बोला. Nishasema muda mrefu. Paki vitu. Nyinyi mnafanya nini? Eh? Kap shooting kal. Tumeshakati kushoot na kila kitu. Ye तूने जो Na hii bunduki unaniletea mimi yani. Sasa juu kama bunduki ya kweli. फील्ड से नहीं हूँ, पर फिर भी असली गन Ambia kwenye filamu kuna mambo mengi yanatokea. Unaweka hapa. के बेल्ट खोलते हैं पता? ऐसे गोली चलाते हैं. Sasa jamaliza na geuka huko anachezea bunduki. गोली चला के ना. Hey! Kachezea kofi sasa. Jana kavua miwani. मैं आपके पैसे लौटाने वाला था जी. Ambe pesa yako ndugu yangu. Wewe mjinga. Binti anafungua mlango na muona huyu. Hatujui sababu ni ipi. Kwani amekuja kuleta vurugu kwenye location za watu na binti akachukuliwa. Wale wanaondoka naye. What? Raghav? Nani? Raghav? इसमें local police क्या करेगा? हैं? Mapolisi wa kaida hawezi kusaidia. Kaongea na waziri. राघव के खिलाफ Anaogopa sana huyo mtu. Vituo vya polisi wanasema kaongea na waziri. ये तो local Huyo akatoka kaenda kuongea na waziri ili apate msaada. Mtoto wake amechukuliwa na Raghav. Haijulikani shida yake ni ipi. Kama namdai sisi tatufahamu. Binti kama yetu mpaka hapa ni katika nchi nzuri ya Thailand, kwenye mji wa Bangkok ndiko alikoletwa. Imetengenezwa na Sajidi Nadia Dwala na imeongozwa na Sabili Khan. Tunarudi New Delhi katika nchi nzuri ya India. Whatever happened with your daughter? Nisamehe sana kwa kilichotokea kwa binti yako, lakini tatizo ni moja, kwa sababu sisi hatuna mtu yote anaweza kulifanya hili swala. Na maanisha kwamba mimi nafahamu kinachoendelea, lakini inaweza kachukua muda mrefu kwangu. Rama. Mungu, itakwaje? 3 बार बंद हुआ. Filamu tumeiweka kwa zaidi ya miezi 3. बोला Ni ngumu hii. मेरा हीरोइन तुम्हारा बेटे को Hata Mwenyezi Mungu anaweza kumsaidia binti yako, lakini kwa hili ni tatizo. Akaambia kuna mtu mmoja tu ndio anaweza kumsaidia mwanangu. Wakati wote tunakuja upande wa pili kulikuwa kuna dojo, yaani chuo kile ambacho watu wanaingia kujifunza martial art. Na mtu mmoja akasimamia vidole viwili. Ndio styling mzuri kwenye filamu yetu mzuri ambayo tumebahatika kuitazama leo. Anaitwa Tiger Shroff. Ni kutoka katika mikono ya Jackie Shroff. Huyu ni mtoto wake. Wakati akifanya mazoezi, simu imeletwa. Yule kabila pokea simu. Ndio. Sijui aliambiwa nini na safari kampeleka chumba namba 15. Ilikuwa ni hospitali ward. Anasema wewe anaweza kuongea tena, lakini pesa ndo muhimu. Dr. Robert atakuwa India hapa kwa wiki inayokuja, kwa hiyo andaa pesa. Kuna mtoto amemleta hapa kwa ajili ya matibabu. Mtoto ana matatizo ya kuongea kwa muda huu, lakini inabidi aongee. Yaya. Mawazo ni mengi kwa sababu ile pesa ya hana kwenye mfuko, lakini ameambiwa inabidi awe nayo. Wale kuja wakamwonyesha mkono, ndo huyu. Wanamtafuta mtu wa kumwokoa binti, na hali ni mbaya. Mzee ambaye ndo director wa filamu kaja hapa. तुम रॉनी? Wewe unaitwa Roni eh? Aise, mimi naitwa Goldson. सर Mimi natengeneza filamu. 2 साल पहले Nilianza kutengeneza filamu miaka 2 iliyopita. फिल्म
3 बार शूट करा। Lakini huwezi kuamini nimeshuti filamu zaidi ya miaka 3. और के साथ Mwigizaji wa kwanza alitoka na mpenzi. हीरोइन, Mwigizaji wa pili kwenye filamu akapata mimba kabla filamu haijaisha akakimbia. तीसरा हीरोइन Sasa mwigizaji wa tatu yeye kwanza hajakimbia. Katekwa बैंक paka Bangkok. की माँ की, Haizee, dunia ina mambo hii. उसको उधर से वापस लाना। Wewe inabidi ukamlete yule binti mwigizaji. क्या बोलोगे? मैं दूंगा। Mimi niko tayari kusa kulipa gharama yoyote ile. Anamtajia pesa, akamwonyesha picha. Yeye akimcheki mwanamke yule anamjua. वापस लाके Ambie ndio. Mwanamke ndio inabidi ukamrejeshe. Ili tukamilishe filamu yetu. कभी नहीं। Ambia kama haitatokea. Mimi kwenda kumfuata mwanamke huyo. Kuna mambo yaliyotokea baina yake na mwanamke huyo. Zamani hatujui ni mambo gani. प्लीज Baba nisikilize. Wewe. Wewe. रामा Mungu 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 Mungu. नहीं करेगा। Huyu hatafanya kazi hii anakataa. ये तो उसको बहुत हेट। Alafu inaonekana anamchukia mwanamke. यही डर था इसकी नफरत कहीं Nilikuwa naogopa kwamba huyu jamaa कुछ तो अभी भी anaweza kumwacha, lakini nimegundua kwamba kuna bado kuna jambo lingine. La sivyo ataenda huyu. Yule kawasha pikipiki yake anaondoka, lakini anakumbuka mbali hasa alivyoangalia ile picha mwanamke. Anaitwa Ria. Ile picha inamkumbusha mbali kweli kweli. Kuna mambo yaliyotokea baina yake yeye na Roni. Na mpaka leo anasema hatamani kumuona na wala haizi kwenda kumsaidia. Mzee kaja tena, ambia baba leo niambie kilitokea nini? Na nini kilichokubadilisha akili yako? करूंगा Ambia sawa. Nitakwenda kufanya kazi ya kumwokoa mwanamke. इन पैसे के लिए। Lakini kwa ajili ya pesa. Amekubali dili kwa sababu yeye mwenyewe anahitaji pesa kwa ajili ya kulipa ili yule mtoto apate kupata matibabu aongee. Pipa hilo linaitwa ndege. Akamtafuta Raghav Sheth katika mitandao. Na ndiye mtu aliyemteka yule binti. Akamtafuta yule, akampata Kimli, akampata Biju, akampata Yang Lee. Hao wote wanafanya kazi kwa Raghav Sheth. Sasa hivi anajiita Mr. Raghav kwa sababu yeye ni mfanyabiashara. Sir, can you switch off your laptop? Mheshimiwa, unaweza kuzima kidogo kompyuta yako kwa sababu ndege inakaribia kuondoka. Hutaki kuwasha chochote sasa hivi cha moto mpaka ndege iwe angani. Tayari amekubali kuelekea Bangkok. Sasa safari inaanza kuelekea huko Thailand ili aende kumwokoa mwanamke huyo. Sasa kuna nini baina yake na mwanamke? Na kwa nini amemchukia mwanamke? Mpaka anasema kwamba yeye atamsaidia kwa pesa. Kumbukumbu zilikuwa mbali. Alikumbuka tabasamu la mwanamke yule. Alikumbuka kwenye treni siku mvua ilikuwa inanyesha. Sasa hatujui alikutana vipi na ilikuwaje. What for Ngolombo about kumdinya mwezi kama kabrini is dead, what for mimi sijui. Oye, Cha msingi tuangalie. क्यों गए? Amemwona zambo imesimama. Ilikuwa ni kwamba jamaa siku alikuwa anasafiri kwenye treni. Akakutana na mwanamke anazungumza peke yake. Sasa mwanamke alikuwa hajajua kama nyuma kuna mtu. Ambaye unajua mimi nakupenda Please बरसो Tafadhali mvua naomba urudi, mimi nakupenda kweli jamani wewe. भी मत Nakupenda wewe hatari. Jamaa anacheka na mwanamke kichaa huyu. Unaongea na mvua? नहीं बरसोगे? Wewe urudi Utake? Stop talking. Hata mimi siongee nawe. Kugeuka na una huyu. Mama kajisikia aibu. Kuona alikuwa anaongea peke yake afu kuna mtu nyuma hapo alikuwa jui. Kamwangalia. कर लिया? Umaliza. Umaliza nini? मुझे check Chabo, unapiga chabo sana hapa it loose Vipi nimependeza Nimekuwa mnene bwanyenye के पीछे पड़ा होगा ना? हॉर्न ओके प्लीज. Keep distance. naomba kae mbali na mimi. Sasa hivi kuna corona. Say, I was just waiting, okay? Kaa distance kidogo. अरे तुम्हारी Ngoja nikwambie. Namaanisha kwamba finish करो kama umemaliza तो मैं भी थोड़ी बादलों से बात कर लूं. unatakiwa uongee kwa sauti. Mvua haiwezi kutoka. Ila nikwambie wewe ni kichaa. Nani mimi? Sense of humor. तू बहुत Wewe unapenda sana kuchekesha watu Really? Nikwambie क्योंकि तू जहाँ भी जाएगा ना unajua kila sehemu nakwenda watu watakuwa wanasema tu आगे बढ़. ondoka na mimi, kaa mbali na mimi. Toka. Mara ghafla captain wa train akafunga breki. Wale wakakupatiana. Na kama unavyojua mwili wa mwanamke na mwanaume wakikutana inakuwa kama moto, kama shoti. Kama umeme unatetema hivi. Watu wanasikia mioyo inalia tungutu. Gudu. Hatari. Moyo unapiga kama ngoma ya msiba. Lakini jamaa amevutiwa na yule mwanamke.
Mwanamke anasafiri katika treni yuko na familia yake. कहाँ गई थी तू? Wewe ulikuwa wapi? डैडी कहाँ है? Baba yuko wapi? Rana. Baba yake ndio huyu. Yule baba ambaye ndio director wa filamu. Hizi ni kumbukumbu ambazo Ron anakumbuka kwenye ndege. Ilikuwaje mpaka akajuana na mwanamke? Heroin. Ndio tunaanza kufuatilia. Usko Sasa mzee anapita, judo. amekamata kikombe chake cha kahawa. हैं? South Ndio wewe andaa screen hapo. जाएंगे. Ndio filamu inabidi aanze kushutiwa na vibaka. फूंक देंगे. Kumaliza vibaka tunakuja tunamweka mwigizaji mkuu. जाएगा जी. Sinema itafufuliwa hiyo. फिर बनने हैं जी. Watu watakuja kwenye tempo, usiwe kama mpuzi. आयो अरे Wewe vipi? Kamwagia mtu kahawa. Takupigia baadaye. चेंज कर लीजिए इसे. Hebu kabadilika. Sasa kuna bwana mmoja hapa na msuli. Yeye wa kwake simumwagiwa kahawa. क्या था? Ameenda kubadilisha nguo ndio. Kumbe kaona msuli wa mtu ataka kuiba. Pale pale. Kaangalia na uvua wa kwake. Kaufunga kwenye kiuno cha bwana bila yeye kujua. Anamuiba yule. Pole pole. Uwa kwake unatoka. Kampiga kofi la juu asogee huko. Anasogea kumbe jamaa anaibiwa msuli. Kamwacha wa kwake loloa. Kapiga kati mzee huyu anatoka. Kama sio yeye. Muuliza vipi hapo? Mungu wangu. Unaonaje show hii? Umeelewa? Anashoza Mahmudu hatari. मैं चेक करके आया रुकी क्यों? Ndugu yangu mmoja ta Mahmudu huyo hatari mkwali kwa kucheza. Anakupigia show kuanzia asubuhi mpaka kuna kucha achoki. Sasa treni ilikuwa imesimama watu wanapumzika. Huyu bwana anaendelea kumwangalia sasa hivi ndo akawa anamuona mwanamke vizuri. Jinsi alivyokuwa mzuri. Ni kama hajawahi kuogea maji ya bomba. Ana ala wala miwasho. Sura yake inaonyesha kama ina chunusi. Hatari. Mama alikuwa anaongea na mcheko bwana akamtupia busu. Mama kashangaa. Vipi? Kampiga moja bwana la juu. Mama huko anajichekelesha na yeye kumbe na bahati. Alafu ajifanya kama mpendi. Hata sikio na Ragav na watu wake ndio wakawa wanashuka pale kwenye treni ile. प्रॉब्लम है ट्रैक सर Mzee, kuna tatizo kidogo. Treni. Na wenyewe kumbe walikuwa mpanda treni ile ile. Ragav akawa anapita hapa. Na Ron aliwaona hao. Mwanamke anamwangalia bwana bado. Karibu kae. एनीथिंग सर ये काफी कहाँ जा रही है? बाहर. Wapo naenda? Ameenda nje. आज हो जाएंगे. बैठ इधर. डैडी तो वहाँ है. Baba yuko pale unamwona? Sasa baba anacheza kamali. Kama unavyojua ni muuni. Treni imesimama anaenda kula hela za watu. Anawatapeli. Ambia tulie wewe. Weka tuna mchezo. Binti kashuka mfuata baba yake. Kakutana na huyu tena. Listen. Hebu nisikilize nikwambie. Mambo. तू जो अपने ननू से बात. Acha kujichekelesha. वो मुझ पे काम नहीं. Unajifagilia nakwambiaje mbinu zako zitafanya kazi kwangu. Wrong ideas तेरे दिमाग. Umeelewa? Usiniletee mbombo zako juzi za ajabu. तुझे क्यों लगता है तेरे बारे में Hivi kwa nini unafikiri kwamba naweza nikakutongoza wewe? Unakosea. सकते हैं ना Mimi na idea yangu jue. Usinilete upuzi. La kweli. बहुत आगे जाएगा. Nakwambiaje? बस. Wewe utapata shida baadaye. खत्म. Kila kitu kimeisha. अभी तो मैंने स्टार्ट किया है Mimi ndo nilikuwa naanza sasa. Hata kutongoza sijaanza. Yaani mama kila akimkasirisha jamaa kasiriki. Anamletea masiala tu. Sasa muda ule mvua ikaanza kunyesha. Sasa alikuwa ameomba mvua kwenye treni. Sasa hapa kaona raha kweli kweli. Ni bonge la nyimbo kali kinoma noma. Endelea kuisikiliza na kufuatilia. Wanasema zero distance, sisi tunasema hivi stay home, stay safe. Corona ipo. Endelea kusikilizia mzigo mzuri. Mambo ni moto. Na wakati filamu ikisonga mbele. जुल्फों से बांध लिए बादल सीने पे से उड़ने लगा आंचल मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल सबसे होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 मैं नाचूं आज छम 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 मैं नाचूं आज
announcing, my heart is announcing, you got to take me away. Let's start jumping, my heart goes pumping, I love you in every way. गर्दनों पे बूंद जो गिरी तो नाचो आज झुम 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 मैं नाचो आज झुम 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 Hiyo ndio ilikuwa siku ya kwanza hata kwa Raghav kumuona ubinti. Raghav Shetty akiwa na watu wake pande zile kwenye kile kituo cha treni ambako watu walisimama kwa ajili ya mapumziko kwa muda. Safari iendelee. Jamaa kamcheki mwanamke ni mzuri kweli kweli. Amazing, lakini kama nilivyokuambia ni mtoto wake na Shakti Kapoor. Anaitwa Shilada Kapoor. Wanamjua mzee mmoja wa masiala hivi. Lakini sio poa. Tale oni ya treni napiga, safari inaanza. Binti amemuelewa huyu bwana, kampenda. Magaoda hapa. Hata kama ulikuwa umekaa kwenye choo kinachotoa harufu mbaya unaona kama harufu nzuri. Mama karudi. Tatizo nini wewe? Daddy train में नहीं चढ़े. Babangu hajapanda treni. Una hakika? Subiri kwanza. Okay. Ngoja nikacheki. Kaenda kucheki kumtafuta babake na binti. Alikuwa anacheza kama kumbe kapanda. Baba chenga kweli huyu. आप यहाँ हो? Ndio kumbe uko hapa? मैं ट्रेन के नीचे हूँ। Ame ndio. Nakaje kwenye mvua mimi. Mimi nikuchaingia kitambo kabla hata mvua haijaanza. मिल गए. Nimempata. अरे नहीं मिले यार. Bado yule sisikii vizuri. Ambaye baba nimempata. Yaani usikiwe nakwambiaje? Yupo kwenye treni. Sasa treni ndio inaondoka. Inamwacha huyu. Come on. Ambaye ongeza speed wewe. Ikabidi jaribu kukimbia mpaka ikute treni. Oh, kala mweleka. Likawa tatizo. Unajua treni ukiona unaona kama inaenda polepole. Sasa jaribu kufukuza wewe. Alafu imekula kibata inatafuta ujiji. Wewe, uipati hiyo. Labda tu iwe filamu kwa sababu wewe ndio sterlingi. Inawezekana. Lakini maisha ya kawaida, uipate treni baba. Na ni kweli ikamwacha. Ilikuwa ni mara yao ya kwanza kuonana na wakapendana kwa mara ya kwanza. Wakatenganishwa na treni. Yote nakumbuka kwa kwenye ndege ikielekea Thailand, Bangkok, kumuokoa yule mwanamke. Tunakuja kule kwenye ile dojo, yani kwenye ile shule wanaofundisha martial arts. Raghav karudi. Na huyu ni mwalimu. Wamekaa na kula. Ambia baba. इस बार तो आप Nimekaa chini kafikiria sana muda huu. Wewe unaweza kuja kumchagua mtu mwingine akawa captain hapa. Sikiliza. Hii ni mila na desturi kwenye kila shule. Mwanafunzi aliye bora lazima awe captain. Haijalishi ni nani. अब तो कोई बच्चा थोड़ी है Wewe sio mtoto tena. ला रहा है Kunilisha mimi kila saa. चाय रहूंगा ना. Ambaye mtaendelea kuwa mtoto kwako. इस बार तुझे कुछ दिन ज्यादा रुकना Wakati huu natakiwa ubakie hapa kwa muda mrefu. भेजूंगा Sitaki nikurudishe uliko umetoka mpaka utakapokuwa umeoa. Jomba kasafiri. Safari kamleta mpaka huko Kalapeliato Academia Institute. Ikini chuo cha mtu binafsi. Anafundisha martial arts. Ndiko alikokuwa anakuja yeye. Yule kaingia na kutafuta na kula matizi. Wanapasha. Hapa mimi na ndugu yangu unusa hapa tuuzo hapa. Kuna wenyewe wenye mili yao. Kaingia kwenye chuo.
गुरुजी Mwalimu. वैसे डैड ने आपके लिए एक लेटर भेजा है. 1 second. So sorry. एक second. Ameingia hapa ajifanya mwenye bisho. Yes. Hii hapa. Kamletea barua. Barua inasemaje? कैलाश Ndugu yangu Kairash. Wewe ni mwanangu. Aitwa Roni. मैं इस दुनिया से Muda utakao kunapokea barua hii inawezekana mimi nishakufa tayari. ऐसी है Ugonjwa wangu ulianza kidogo kidogo. लड़ते हुए ये भूख Nimejaribu kupambana na ugonjwa wangu lakini hali sio nzuri. औलाद को भी बचाना है. Mimi na wewe ni marafiki muda mrefu. Tulishakulaga kiapo kwa ajili ya kulindiana familia. अभी कोई रूल मानता ही नहीं. Kwa hiyo unachokuomba tu ufuate sheria zangu. Okay. Ni kijana ambaye kwa kweli hajachagua maisha yake. Ana mambo ya kitoto sana. Ila nachokuomba tu डर लगता है. umchukue wewe mwanafunzi wako na umlee. मेरे बाद Kinachonitisha ni kwamba haijui kesho फिक्र na hajalithi kwangu hata kidogo. नहीं, Kwa na mambo mengi. को बचा ले यार. Kwa hiyo msaidie mwanangu na kuomba tafadhali. तेरे हाथ जोड़ता हूँ. तेरा Kwa hiyo ni barua ya baba. कर्नल Amemletea huyu, wewe msaidie. Lakini sasa kijana mwenyewe maisha yake nayo alikuwa nao anachukulia poa. 69 का हूँ. Aambia mimi nina 68, yani na miaka 68. 68. Kwa Kiingereza 68. Yaani wewe unataka kunidanganya vipi? Impressive, nice. Bale, uongo wako mzuri sana. हूँ तुम्हें फाइट करने का बड़ा शौक है. Nataka nikuone ukipambana. कोई उंगली करता है. Kamtupa. शायद तुम तैयार नहीं थे. काम. Nafikiri kwamba ulikuwa hujajiandaa. Inuka juu. Kainuka. Ana mikwala. Aliona mwenyewe anajua kweli kweli. तो और बूढ़ों पे हाथ नहीं उठाता. Bwana sikiliza kwanza. Mimi kwanza sipendagi wanawake. डरो मत. ट्राई करो. Usiogope. Jaribu tena. Kamtupa kama hivi. रूम नंबर 20 Sheria namba 29. होने के बाद सोना, Unalala baada ya kuwa mimi nimelala. जागना. Nikiamka unatakiwa umeshamka kabla yangu mimi. 68 को हिंदी में क्या कहते हैं? Kwa Kihindi 68 maana yake nini? 68. Atsat. Nadhani shanielewa. हाय हरी Habari. Halishi Shivalma hapa. ये सुब्बू है वो Huyu ni Subu. Hawezi kuongea. Ni yule mtoto ambaye tulimuona kule alikotoka, alikuwa anampa matibabu. Hawezi kuongea. Sasa wakati amekuja kwenye kichondo alikutana naye hapa. Aitwa Subu. Sasa tungemuita Subu tu tumle nyama huyu. AC ipo on. AC yenyewe ndio hiyo. Fridge. Dirisha lile. Fridge liko? Fridge ile hapa kwenye mtungi baba. अच्छा कुछ Baba sikia. खाने को मिलेगा या Na nitapata chakula? Baba, lazima ujipikie mwenyewe. Hujaoa mtu hapa. Sawa? बोट रेस Yeye amezoea mambo ya kupikiwa. Alikokuja unajisevia mwenyewe. AC pale madirisha. Wakati binti naye mwenyewe alikuwa Thailand. Shilada Kapul. Leo kulikuwa kuna mashindano ya kupiga makasia. Hata jamaa akipiga makasia nakuta kuna mtoto mbele. Mzuri. Aliyemwona siku ile station ya train. Anaendelea kuchanganyikiwa tu. Yanaonekana kama kataja yeye hapa. Subiri. Hapo ndugu yangu ukitaka mtu akupiga ngumi za ajabu hapo mtoto mzuri. Kila mtu asataka kuonekana wanaume bwana. Utapigwa mpaka za kuluka. Mtu ajaye kuluka teke lakini siku ataliluka tu. Hata kwa kamba. Jamaa anashinda Bwana Raghav. Yote alikuwa anafanyika Thailand. Hizo zote ni kumbukumbu ambazo bwana nakumbuka akiwa kwenye ndege. Raghav, unafanya nini? ट्रॉफी पीछे भाई Ambayo tunachukua trophy leo. Wewe unaenda wapi? Anamtafuta mwanamke. ढूंढ रहा है राघव Babu unatafuta nini? Mimi sikielewi. Mwanamke kumbe yuko huko. Sasa huku yuko yule mwamba alikuwa ametumwa kwenda kufuata mboga na vyakula vingine. Sasa wakawa wanapishana na mwanamke. Sasa ghafla muda ule mvua inanyesha. Mara nyingi mvua ikinyesha wao wanakuwa nakumbuka mbali. Huyu anakumbuka mbali naye anakumbuka kwa sababu mvua ndio iliyowaunganisha. Mama kawa yuko pale na enjoy kuona ile mvua. Kwa sababu anakumbuka alikutana mwanamume mmoja handsome kwenye train. Wakapoteana. Hata jamaa anageuka anamuona mwanamke yule yuko hapa.
Mjomba kaja. Mama ajui. Wala unashangaa huu vipi huu? Supu naye kaona. Mama nageuka kama mzimu. Wewe. मतलब कि याद है हमें लेके. Inamaanisha sasa unanikumbuka vizuri. कैसे भूल सकती हूँ? Na kusahau vipi mwenda wazimu unapenda masuala ya ajabu ajabu? Najua anaonekana kama na makosa. एक लड़का जो अपनी ट्रेन तक पकड़ नहीं पाया. Mwanaume au mvulana mwenye nguvu zake kakosa treni. फायदा ऐसी ट्रेन पकड़ने का. Unajua labda point yako labda unaikumbuka mvua inamaanisha nini? खूबसूरत लड़की ना हो. Umeelewa? Aise. Unaenda wapi sasa? Yaani jamaa mwanamke anachomchukia jamaa anapenda masuala mpaka kabetiliza. बनकर Alafu achukii. तारीफ करनी तो Ambaye ndo zangu kule. ओए, Unaweza kanifagia unavyojisikia. पे भीगने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? Ambaye nimaanisha huwezi kufanya jambo lolote zuri. Sasa hivi mvua inanyesha hii. Au ulikuwa unifuata mimi nini? अच्छा सन, Ambaye sikia. तुम इसी Sasa niambie, wewe unaishi wapi katika mji huu? नहीं। Siishi hapa. Nilikuja hapa kuonana na bibi. Bibi yako eh? फिर तो हम रोज Sasa unaonaje tu tunaonana hapa kila siku? मिलने की कोई खास वजह? Kuna sababu ya mimi na kuonana? बारिश होती है. Kila wakati mvua inavyonyesha tu tunaonana, unaonaje? वो देखो लाइट हाउस, Wewe angalia ile nyumba lighthouse ile. बहुत सुंदर दिखता है. Kuna taa inawakaga pale usiku. चल हम वहाँ Twende pale. go. Twende. हो. तू सच्ची बहुत आगे जाएगा. Yaani wewe unaonekana unaenda kufanya makubwa sasa zaidi ya haya. Ninavyokuachia achia. Hebu subiri kwanza. Wewe unajiachia achia. Kamuonyesha ishara fulani. Mvua imekata. Twende wapi sasa? Mama kuna neno analisubiri aambiwe. अगर तेरा मेरा कोई कनेक्शन है Inawezekana labda mimi na wewe kuna kitu kinachotuunganisha. तो अगली बार जब बारिश होगी Basi tuonane wakati mvua inanyesha tena. हम अपने आप में जाएंगे. Tutaonana tena. Maybe. Labda. Sio uhakika. Mazoezi yanaendelea huko. Na leo alikuwa ni Raghav Shet. Katikati pale kwenye dojo. Supu yuko hapa. Baba subiri. क्या होता है? Ame baba tu tukapate la. इसका ऐसा Yuko vizuri bwana. गुरुस्वामी सन. Ambaye ni mtoto wa Guruswami. Yaani mtoto mwalimu huyo. चल चल चलते. Hebu twende kwanza tukaangalie. Ambaye ni mtoto mwalimu huyo. Wakati jamaa yuko pale, anafikiria mwanamke tu. Mawazo yake. Huyu kamchana, sikasuba. Oh, wale wanamjua wale. राघव Raghav alianza kupiga kweli. Mwalimu ilibidi aingilie, akamtuliza kumpunguza nguvu. ये इनके सोने का समय है. Huu ni wakati wa kulala. Samani baba, nilikuwa fanya mazoezi. खाना खाया? Umekula tayari? आपके बगैर कैसे खा सकता हूँ? Hivi mimi nakulaje bila wewe? इंतजार कर रहा हूँ. Hata nakusubiria. क्या तब से लड़की लड़की. Aise, mtu mwanamke gani huyo baba? Saa huyo mwanamke. Sasa kumbe babake ndio mwanamke yuko hapa. भूल से भी मत करना. Sikiliza, tena usifanye makosa kumsahau mwanamke huyo. Bora umsahau kabisa. Kwa kwanza nije nikupe somo. Yaani baba ni chenga, ajua anayezungumziwa pale mwanae. यार लड़की नहीं मिलेगी. Unajua nikwambie, hata uzunguke kwenye dunia gani, mwanamke kama huwezi kumpata. मैं खोल देता हूँ. Mimi nakushauri baba mwanamke umsahau kabisa. Kaanza kunywa bia, sio yake. ओह, झूठी होगी. Jawa naomba ninywe. पी लेता हूँ. Nakunywa. अंटे वीर. Wewe unacheka. तेरे को नहीं समझ आएगी कि Wewe unashindwa kuelewa kesi iko vipi? क्वेश्चन नंबर Baba huyu kichaa huyu. का Hana akili. मैं देखते पहचान जाता हूँ. Mimi nikiangalia nataka nijue huyo mwanamke anatokea wapi?
ये चिकन huyu kuku आ सकते हो, ये घर का है कि फार्म? unaweza kuniambia kuku anatokea wapi? ये बात मैं बताता। Akata tamaa. Kumbe mzana njaa zake. Piga kuku, pombe ashakunywa. फार्म का Huyu anatokea shambani huyu. Kuku wa shamba huyu. ये बैठ रहा है, Alafu haja kuku. Baba utatumalizia watu wenyewe ndio hela zetu hizi tu baba tumemaliza. पेट खराब हो जाएगा। Sasa mbona amli kama ndio hizo? Mimi kajua mmesaza. लड़की परांठा के इडली सांभर, लड़की है अंकल। Mzee, ni mwanamke huyo. जवानी की बर्बाद Usipoteze muda kwa ajili ya bia. Kamtafute mwanamke. जम। Atakuwa mpenzi wako labda. जी आप बाप की परवाह नहीं कर। Baba, wewe usione masuala kuita baba. Wewe mwache ende kuzimu. Sawa? क्या करेगा पिताजी? Kwa sababu kama mwanamke na mwanaume wanakutana kuna tatizo. Baba, hiyo bia hii ndio ilikuwa nimekamata mwanzo. 1000 का छुट्टा है। Baba, rupi yako hii. Na mguu naondoka nao. साइकिल का Jawara cheka kweli kweli. Yaani mzee ni chenga, alikuja hapa hana hela lakini kashashiba tayari. गुरुस्वामी से Ujanja mjini. स्टूडेंट ने Hajifanya ingilia story kumbe anataka kula. Asubuhi kumekucha. Anaamshwa bwana. What यार? What's your problem? Nini tena unazungani wewe? Ajui kwamba kachelewa. Baba dojo sasa hivi. Kapewa zoezi la kucheza na kengele. Toba. Muda wa kugawa vyakula. Manake lazima watoe milenda. Analala anatembea mjinga wewe. Peleka mzigo. Muda wa kusafisha. Jamaa kakanyaga unga maksudi. Twende hapo. Mazoezi haya wanatoa ugolo ule. Kuja na milenda hapa. Ana hasira kweli kweli. Muda wa kufua sale huo. Za wenzie. Mungu wangu balaa. Toba. Makubwa haya. Muda wa kupika. Wenzie wale. Wewe sogea huko. Kwa unajua nini? Tu wenyewe bado. Amedaka vizuri. Kachezea kichwa. Madafu yani. Fumulia naye huyu. Mtukutu kweli kweli, mtu wenyani akomi. Yaani mpaka kuna kucha siku ya kesho, yaani anakuwa kilala kama mzigo. Anachoka kweli kweli. Sasa mvua imeanza. Waliahidiana mvua ikianza onane. Mama anachekelea kajua ndio leo. Yeye ndio leo hiyo. Kwenda kuonana huko. Mjomba naye mvua kaiona, kajua ndio leo. Inabidi atoroke kwenye chuo aende. Kutoka atakutana Lagav. Mama kuna mtu ataka kuonana naye lakini Lagav anamtaka. Of course, champion. Ambaye ni kweli, wewe ndio champion. कौन है भाई? Nani huyo? आप ही हैं मिस्टर पीपी? Wewe ndio Mr. Pipi Kulana. सेल्फ लैंड Sasa mzee ameweka madevu ya bandia. Amepiga miwani mingine ili wasimjue kama ni yeye. पता नहीं कैसे Yeye naye. रुपए उधार लेके Lakini jamani ni lazima mimi kama kiasi cha rupia 50,000. के चले गए जी। Na itakuwa double shock. के पास 1000 का छुट्टा Sasa hiyo rupia 50,000 tubadilishane hiyo rupia 1,000. है। उतना नहीं है। Mzee sina pesa nyingi kiasi hicho. Yule katoa. आपको भी उनसे कुछ लेना था जी? लेना नहीं जी, देना है। अच्छा अच्छा, तो आप देना बैंक से हो। Ambia sikiliza. Wewe unaongea maneno mazuri wewe ni nani? Anatoa soko na ndevu zimetoka. Please. प्ले की रिहर्सल कर रहा था जी। अंधी Mzee karibu sana. तारा ने Karibu mjisikie mko nyumbani. इमोशनल सागा। चाय लेके आओ बेटी। ठीक है। बड़ी अच्छी ग्रीन टी बनाती है, Ameenda chai. तबीज वाली। Ambe usijali. Huyu binti anajua kupika vizuri. तू यहाँ पे क्या कर? Wewe unafanya nini leo jikoni? अरे चाय। चाय मैं बना दूंगी तू। Na kutengenezea chai nenda huko. Yule kumbe hata kupika ajui. अच्छा जी, लो जी। Kaenda kumfuata bibi yake ampikie. 5000। Ambia 10,000 करोड़ 10,000 kalol. 50,000 kalol. Ni kaloli 5,000. Aitoe pale. बहुत पसंद है, Amba mzee mimi nampenda sana binti yako. शादी करनी। Nataka nimuoe. अच्छा, ये बात Okay. आपके फादर साहब को करनी चाहिए। Sasa wewe ukutakiwa kudiscuss na baba ili swala. Sijajua kama wewe umeongea naye, maana unakuja kwangu moja kwa moja. Umemaliza kutongoza huko? टी प्लीज। Baba, chai tafadhali. Anajiweka vizuri, anajua atakiuga atamwona binti. Bibi. Mama! अंदर Sio yuko wapi? Yuko ndani. पता नहीं क्यों Na mimi naona.
Najiuliza kwani yuko hivi? कप में तो गर्म रहता है। Kuna kikombe cha silver hapa, afu cha moto hiki baba kwenye kunywa. आपको बचपन से याद है? अभी उसने फिल्म साइन की है। Unajua nikwambie, amesaini kwenye filamu yangu moja ambayo nataka niitoe sasa hivi. Na sio muda itatoka. I accept आप Mimi nakubali kwamba unataka wewe kumuoa binti yangu. don't mind। Lakini utajali labda kama tukimalizana oda? तो एक काम कीजिए, हाँ जी। Sawa, tufanye kitu kimoja mzee. से पूछ लीजिए ना। Unaonaje labda tumuombe Gadri alimaliza hilo, pesa ya kuolea ikaletwa pale ya kwanza hiyo. कुसुम! We Kasam, इनसे बड़ा कौन होगा जी? ये तो सारी नेशन के फादर। nani ambaye anaweza kuwa juu ya huyu jamaa? Huyu jamaa yuko juu kuliko sisi huyu. Chukua hiyo token रिश्ता पक्का। baba, hii mzee kwa ajili ya masuala hayo. We kukumbatiana hamna, siku hizi kuna corona distance. Haina tatizo, dola na ndugu yangu kaweka pesa nyingi kweli kweli, na mzee akaona bora ichukue. Sasa bila kujua kwenye moyo wa binti yake anampenda nani, yeye kachukua pesa ya mtu tayari anza kuitafuna, kwa sababu mzee mwenyewe ana tamaa. Kwa hiyo ile pesa hata kuipeleka kwenye mtaji wa kutengeneza filamu. Binti amekuja ile sehemu mapema, anajiuliza mshikaji amekuja au bado. Mwamba naye kafika hapa, yuko upande wa pili. Walikuwa hawajaonana bado. Pe mjinga yuko wapi huyu mpaka sasa hivi anakuajaja radi zenyewe zinapiga tu. अरे यहाँ क्यों गरज रहे हो? जरा उसके घर भी तो बरसो ताकि उस डफ Ambe sasa mpaka sasa hivi mvua inakaribia kumaliza. Huyu mjinga yuko wapi? Jamaa kumbe anamsikia mwanamke akajua naye alikuwa anajua hajafika. हंसो। Wewe chako unavyojisikia. Yeye anajua ile kicheko anakisikia kwa mbali. उससे कोई प्यार व्यार नहीं है। Kwanza mimi simpendi huyo jamaa tena. हाँ, अगर यहाँ आता Ila tuseme tu kama angekuwepo hapo huyo jamaa, ningekuwa ni zaidi ya rafiki. Anageuka sana kukutana huyu. Yeye alikuwa anajua kicheko na kisikia si wapi, kumbe jamaa kafika kitambo. क्या? Umemaliza kuongea? अब जरा मैं भी कुछ बादलों से बात। Yaani huyo kama ungekuja maliza kuongea, mawingu yangedondosha mpaka radi. Ilibidi wacheke tu, watafanyaje? Wakati filamu inatoka, huyu mwanamke alikuwa katika mahusiano na Tiger Shroff ya kimapenzi. Kwa hiyo wakati wanashuti filamu vizuri tu, walikuwa tayari katika mahusiano yao ya kimapenzi. Lakini kwa sasa hawako pamoja. तुझ पे मेरी है दावेदारियां, तुझसे है दिल की साझेदारियां, तेरे बिन सांसें लूं तो जी ना सकूं, अब तू ही बता क्या मैं करूं, क्या करूं, क्या करूं। Girl I need you, girl I need you, girl I need you, never leave you, girl I need you, girl I need you, girl I need you, never leave you। सुबह से शाम तक लम्हे बाहों में तेरी गुजारूं, चेहरा तेरा सामने रख के इस दिल में आज उतारूं। ओ, 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 आँखों का नशा गुलाबी अब रहा न जाए जरा भी, तू दे पर निश्चल पी लूं, तेरे नाम का बनूं शराबी, उतरे ना तेरी खुमारी, भूलूं मैं दुनिया सारी। Oh girl every time I see you बढ़ती जाए बेताबी। Girl I need you, girl I need you, never leave you, girl I need you, girl I need you, girl I need you, never leave you। लम्हे
तरफ नजरें अब मुड़ने लगी क्या मैं करूं क्या करूं क्या करूं Girl I need you Girl I need you Girl I need you Never leave you Girl I need you Girl I need you Girl I need you Never leave you Ilikuwa ni siku ya burudani sana kwao kwa sababu ndo alikuwa anaburudika na ile mvua ndo ishara kwao. Anasema mimi naona iko jirani kabisa kwenye moyo wangu. इसे कभी मत उतारना. Naomba ipete usije kuivua. Babangu alinipa hii kama zawadi. तू बहुत आगे जा रहा है हाँ? Unaenda mbali eh? Unaona unataka kwenda mbali wewe? Nikapigwa busu la kwanza siku hiyo. Mama nilipata ujasiri mpaka kapiga ile mwe. Mjomba mwili kawa kama kapigwa nyundo hivi. Haelewi. Karudi kwa chakali. Anarudi chuo. Baada ya kutoroka, kwanza kapiga pombe. Hivi hoteli hapo. Hey listen Guruji, Mwalimu sikiza. Mimi sijaja hapa kwa maamuzi yangu, ujue nililazimishwa tu. Sijui nijifunze vitu gani? Seekhna bhi nahi. Nakwambiaje sitajifunza. Sawa? Sijifunzi upumbavu mnaofanya hapa kila siku. Mashaolini ndio wapiganaji wazuri kutoka China. Na hiyo ndo dunia maarufu. Nitaenda kujifunza. Hebu subiri. और सुनो. Alafu kingine nisikilize. 1542 में kwenye ukurasa 1542. Na huu ni mwaka ambao Buddha alikwepo. Alikaa na mpango wake mkubwa sana kwa ajili ya kuandaa hizo tempo. Mikono 18 ya kwake. Alikuwa na technique. Na mamanko alikuwa pale. Na hii ni nafasi kwetu sisi kwa ajili ya kujifunza. Zaidi ya maelfu na mia yaliyopita ya miaka. Vadakam style, Kalpuli style. Wewe huwezi kuelewa nikikwambia kwa maneno. Kampiga moja, kamchange na hapa. Lengo ni kwamba pombe itoke. Alimpiga sehemu zile maarumu ambako anajua kabisa pombe waga zinatembea. Ili zitoke akili yake rudi. Vipi hapo? Bado umeelewa wewe? Kamleta kwenye kioo. Vioo viko vitatu vile. जंगल में सुबह जब हिरन जागता है, siku zote digidigi akiamka kwenye msitu anadhani labda yeye hataweza kukimbia vizuri. Kwa sababu asipokimbia vizuri atakufa. Kwa sababu mara nyingi anawindwa na simba kwenye msitu. Asubuhi akiamka na simba anaamka. Na digidigi anasema nishindwa kukimbia vizuri na kamatwa. Na simba anasema nishindwa kukimbia vizuri sipati nyama leo. Sasa nani hapo kukimbia zaidi, simba au digidigi? Jiulize wewe. Sasa hakuna tofauti mwingi kati ya muasi na mwanajeshi. Wote ni wamoja tu. Kwa sababu wanaolitaka ni moja. Muasi tatizo lake measi nchi, mwanajeshi anapigana kwa ajili ya nchi. Lakini wakikutana kupigana wanatumia njia moja ya kupigana. Sasa kuwa muasi, kuwa mwanajeshi ni juu yako. Lakini tafuta sababu ya kuishi. Usiishi hivyo unavyotaka kuishi. ट्रेनिंग आगे बढ़ानी है? Unataka mazoezi au unataka kurudi kutoka? Shuru kab hui thi ki aage badha. Tunaanza lini mazoezi mzee? Yanaanza hapa. Kapeleka hii kaitoa. Yule akajiuliza amejuaje? Hii kaitoa. Anajiuliza anajuaje zinavyokuja ngumi za mwalimu na anazipata. Zote anaziona yani vizuri. Hakuna pigo la mwalimu linaloingia kwenye mwili wake. Yule akawa anajiuliza ilikuwaje. Ile mitindo aliyocheza mwalimu pale. Akawa anakumbuka. Ni vile vifaa alivyokuwa anachezea kama zile kengele. Ndio huu mkono. Kupika na deki ndio huu mguu hapa. Kufua, kupeleka vyakula na kuzuia gogo ndio mguu wa mwalimu. Kumbe ilikuwa mazoezi yameanza toka muda mrefu, alikuwa hajui. Ambaye mazoezi yako alianza toka siku ya kwanza ulikuwa ufahamu. Alimshukuru. Ibidi akubali sasa kwanza mazoezi. Ajitume.
anamuonyesha stance na hawa wanacheza Shaolin. Shaolini unacheza mchezo lakini pia unaabudu pia, kwa sababu wao wana imani yao. Kijana kajituma. Kwa hiyo ukimwangalia sana Tiger Shroff katika movie zake, michezo yake anayocheza, unajua huyu amefuzu kwenye kitu kinaitwa Shaolin. Ndio anaocheza. Ni kitabu kile kile cha Shaolin. Lakini wao mapigo yao anaweza kaja na mguu kajua anakupiga na mguu kumbe ngumi. Inaitwa Shaolin hiyo. Ndio anaoicheza hapo bwana mdogo. Lakini fahamu ukweli kwamba ngumi ya kung fu imezaliwa katika nchi ya India Kusini. Hao wa China ni wezi tu waliiba. Kwa hiyo wa India Kusini ndio ilizaliwa hiyo. Na ndio maana toki cheki jina la Mungu wao wanayemwabudu ni jina lenye asili ya kutoka India Kusini. Wanamuita Buddha. Yeye anaitwa Bodhidharma. Sio jina la Kichina hilo. Ukifuatilia vizuri na ukweli. Kwa hiyo Wahindi wa Kusini ndio wameanzisha hiyo kung fu miaka mingi iliyopita huko. Na kuna nyingine inaitwa Wushu. Hiyo imezaliwa Irani. Wachina wameiba nayo. Sema wao wamebolesha. Sasa wao ndio wana ile inaitwa Tai Chi pia. Hawa mashaolin. Wanaamini wenzetu kwamba kwenye mwili wa binadamu kuna umeme. Hiyo Tai Chi ni hatari kweli kweli. Unaweza kanyanyua kitu bila kukigusa. Wako vizuri. Hayo ni mambo ya mashwati ndugu yangu, ni hatari tupu. Kijana kaanza kuweko vizuri. Lagavu kila siku anamfuatilia bwana mdogo. Anaona kama moto wake sio poa. Hey. Wewe. You're good man. Thank you. Wewe uko vizuri. Nakushukuru sana mzee. Sir nahi. Usinite mheshimiwa, naita Lagav. Wakajuana siku hiyo. Someday I'll call you back. Endelea hivyo. Siku moja nitakupigia simu Bangkok uje. Bane. Unafundishwa mashwat lakini ni unafundishwa tabia, jinsi ya kuishi na watu. Alitoa heshima kwa mwalimu na anahisi sasa hivi ameshatosheka. Kwa hiyo hata ameshapata mfumo wa kuishi. Atabadilika na kwenda nyumbani, ataishi akiwa na tabia nzuri, ataacha utoto. Sia, batana special hai kya? Ambaye kuamini leo nimekuwa special. Nimepewa kitambaa na mwalimu. Haize. Chal tu aise kar abhi. Wewe sikiza, angalia cheki hii style. Yule mjinga kama mtoto. Acha. Oh, Mungu wangu umedondoka, kachukua nyingine. Kumbe hata kuiba tu hapa. Hana lolote. Huyu anamuona baba. Hata kumbuka ndo babake huyu kumbe. Baba? Wewe ngoja mayo. Huyu nani huyu? Mtoto anaogopa hata kujitambulisha mbele ya hujamaa kwa sababu anamjua babake akili. Binti anajificha. Twende. Ingia. Binti akaingia kwenye bajaji akakimbia. Lakini hujamaa ameshapata jibu. Aisee, hii picha nzuri na dirisha limevunjika sio? Yaar kahan gayi teri? Wewe ni mjomba. Unajifanya unaingiza nini? Nani mjomba wako wewe? Baba, samahani kama nilikosea. Kajua kumbe mkwe huyu. Japokuwa kiasi na bila jibembeleze hivyo hivyo. Aur sana. Kya hal hai teri? Bibi, umemwonaje Juliet? Maana unaona unajifanya wewe Romeo. Abko kya bataye? Kwa nini mwambie nini? Umwambie nini? Khul kya baat hai? Khul ke bata. Utaki kuwa na aibu. Wewe niambie, umemwonaje yule mwanamke? Kiss kia. Nitakuwa na fly sana kama ulimbusu. Sasa juu kama yule mtoto alisema pale ni wa kwake. Ungepiga busu bana. Kama hivi. Nakpegi yaar. Yaani ndugu yangu mimi nimefly kishenzi leo. Nimefly kuona nyinyi wawili mmekutana. Yes. Wewe sijali, yaani muda wote niko na wewe. Anaicheki sasa ile pete hapo kwenye mkono wa huyu. Alimpaga binti yake zamani. Kya? Nini mzee? Kwa nini gani? Ye ladies ring lucky. Hii pete ya mwanamke sio ya bahati hiyo. Ivue. Adiwadi kar raha kya? Kwani unataka kuoa kabisa? Hai to. Kama ndio. Lini naoa? Socha nahi. Sijajua bado. Tena usifikirie. Sawa baba. Ili paisa nahi diya. Mzee hujanilipa. Wewe mjinga kulipa mpumbavu wewe. Kulipa na kulipaje? Threat nahi de raha hu. Baba. Advice kar raha hu yaar. Hiyo sikutishi. Nakupa ushauri. Kutoka mkubwa. Anjala la Majnun baate karte the. Mara nyingi unaongea vitu kama hivyo kama Romeo and Juliet. Kya hua tha? Kwa hiyo kimetokea nini? Hiyo ndoa haipo. Hat ja raste se. Alafu sogea pembeni nipite. Sogea. Hat. Nataka nipite. Yule
akatoka akamfuata Raghav, kwa sababu anajua huyu alilipa pesa kwa ajili ya kumwoa mwanae. Sasa leo kagundua kwamba mwanae ana mapenzi na mtu mwingine, तो मैं सिया से ही करूंगा. ambaye mimi nitamuoa Asia tu. Sawa, हमेशा के लिए हटाना पड़े. huyo mwanaume mimi nitamuoa ikiwezekana. Unasemaje? Mwalimu anasikia kauli kama ya kuua. Ngoja kwanza, unasemaje? शकीली हटाना पड़ Utamuoa milele? जान लेगा Leo utamuondoa? Leo utamuoa? Una maana gani? Baba, मैं उस लड़की huyu mwanamke mimi nampenda. मनुष्य अपनी ताकत Binadamu anaweza kupata ushindi kwa njia nyingine, lakini sio kutumia nguvu unavyotaka kufanya wewe. प्यार नहीं पा सकता Umeelewa? Hilo litakuwa sio penzi. होते हुए Na mimi siwezi kuruhusu penzi kama hilo likatokea kwangu. Na sitakumkubali mwanamke kuwa kama mwanamke wako hata kidogo. Yawana chezea mtindi hapa. Kauli ambayo mtoto wake ameizungumza leo kwa kweli imemkela. Mara nyingi waga nakubali kulishwa chakula na mtoto wake, lakini leo सॉरी आज haona sio muda mzuri. Ambaye nisamehe sana baba. मैंने तेरी शादी की बात फाइनल कर दी है Mimi ndo nitakayeandaa tarehe yako kuoa. कल मैंगलोर जाना है शगुन दे Lazima kesho twende Mangalore. Sawa. Mzee akiwa anakula anajihisi kama na utofauti hivi. Ni baada ya kula tu kile kunywa kile kijiko cha mtindi. Haijulikani kuna nini, alafu jamaa anakula tu. Baba alihisi kuna kitu ambacho mtoto amemfanya pale kwenye ule mtindi. Anataka kushika glasi ya maji anaivuta. Ina maana alishapanga muda mrefu kumuoa baba yake. Yote ni kwa sababu ya mapenzi, anamtaka yule mwanamke. Kwa lazima uwe. Kijana ni mshenzi kweli kweli. Anamuua baba yake. Limekuwa tatizo. Tena tatizo lenyewe ni kubwa, sio dogo kwa kawaida. Mda ule mchezo unaendelea. Anamwaga maji kama hivi. Yule akapiga simu. Ule mkono akamshikisha kwenye uso ili onekane baba amejiua mwenyewe. Aaron, ingia kwenye gari. Raghav anakuita. मुझे Mimi? बस 5 मिनट बच्चे की आइसक्रीम खत्म कर ले. Basi dakika tano nataka nichukue ice cream. वॉलीबॉल खेलें. Wewe ingia kwenye gari. Tumia kama kumlazimisha. मर्जी. Ambia wewe. Uwezi kuondoka na mtoto. सॉरी बच्चे Samani. Usiguse watoto kama hivyo, sawa? प्लीज Tafadhali. I'm sorry. Baba nisamehe sana kwa hilo. Akagundua wale hawana lengo zuri, akatoka na mtoto tena. बाय बाय बेटा. Kwa heli mtoto. Huyu kamnyanyua. Kamnyanyua Supu. Supu! Yule kabidi akimbilie kama anaweza kuokoa maisha yake. Jamaa kajitahidi sana kukimbilia. Kwa bahati mbaya akamkosa. Wameondoka naye. Hajui sababu ni zipi. Hajui kwamba mwanamke anayempenda Raghav anamtaka. Akaja kuwakuta mbele. Na wala anamletea dharau. नहीं सुबह मैं हूं ना. Ambo sijali Supu, mimi nipo hapa. Hebu njoo Supu, tafadhali. Wanamchezea kama mbwa hivi. Kambamiza kwenye gari. Akicheki mtoto kwenye kichwa damu zinamtoka. Supu. Yule akaona sasa kaendelea kuleta sura mapenzi hapa. Patakuwa panogi. Moja. Tena yule akuamka.
Kukakucha. Kijana akuuliza. Hapa dawa tu. Kutakucha tu. Subu! Subu! Katika kwenye majengo haya ni kwamba haelewi mtoto amefichwa wapi. Kumbe wako juu. Wamemficha. Kadondosha ule kijana. Chombo. Kaona. इधर देख बच्चा चाहिए. Njoo basi mtoto yuko huku. छोड़ गया बच्चा. Au tumwachie? छोड़ गया. Tumwache mdake. ये देख. Ndio angalia. Katupia jiwe. Moja. Kijana kadondoka. Jamaa kamwae kamdaka. Wanaume tala wamekuja. Inabidi amtetee bwana mdogo na maisha yake. Hakuna kumgusa huyu. Nondo amemkuta mwenyewe. Ni kuvunja miguu asitembea. Jamani, angalia kinachoendelea. Lengo mfuate mtoto. Yule akapiga hesabu atatumia silaha gani hapa. Mguu tu. Bwana mdogo kuinama alifanya zuri. Yaani anapiga mpaka mtoto mwenyewe anaogopa. Jamani, achukua bomba ili auwe. Mtoto akamwambia tafadhali baba, inatosha. Baba ulichompa kinatosha. Usiue. Mtoto namzuia bwana siue. Jamaa kaona wewe hapa nimepona. Ilibidi akimbie. Ambe uko sawa lakini? Uko sawa eh? Akiwa ametulia na mtoto, alifuatwa na Lagavi sasa. Zikapigwa sasa live mtaani. Yote kwa sababu ya ugomvi wa mwanamke. Akifeli hapa atoki tena. Lazima pambane ili kuweza kuokoa maisha. Maana mambo ni magumu. Levo ambazo bwana iko nazo na levo za Roni bado, yani si kwamba anaweza kumpiga. Hali ni ngumu kwa kweli. Sasa ni juu yake mwenyewe anafanyaje. बच्चा ही रहे. Yeye ni mtoto mdogo tu, anataka kujifanyia huko juu. Eti काबले का कोई था. hakuna mtu anaweza kupambana na mimi wewe. Hamna mtu anaweza kufanya mechi na mimi. तेरी मौत. Sasa ile pambano hilo inabidi nimalize kifo chako. Oho. Pale kuna sehemu ya kujazia mafuta. Petrol station. Yule kabidi akimbilie pale. Atumie mbinu nyingine. Wajomba anakuja kama wote wamalize kazi. Yule akachukua pampu ile, kamwagia mafuta wote waliokuja hapo. Wote mwagea mafuta. Dizeli ile. Ababu sende. Lagav. Jamana kiberiti.
ambao ukija tu mimi nawasha. ये लड़ाई किस लिए? Nataka nijue sasa, ugomvi wote wa nini? बिगाड़ा तूने है Wewe ndio sababu सिया की लाइफ में आके। kwa kuja kwenye maisha ya Sia. सिया Sia? प्यार करता हूँ Mimi nampenda mwanamke yule. पर वो मुझसे प्यार करती है। Lakini mimi ndio nilikuwa wa kwanza kumpenda. से प्यार करती है। Mapenzi pekee ndio nguvu. खुद को नहीं बचा सकता उसको। Kwa sababu mwenye una uwezo kufanya lolote, utamsaidiaje? Akamwambia utamsaidiaje na mwenye kajimwagia mafuta sasa. Kuonyesha kwamba mwenye kichaa anajua kupenda kuliko unavyojua. मैं उसके लिए जान दे सकता हूँ। Ambe mimi niko tayari hata kujichoma moto kwa ajili yake. दुआ। Wewe unaweza kufanya kitu gani kwa mwanamke yule? Sema! Unaweza kufanya nini kwa mwanamke yule? खत्म। Wewe umekufa. Wewe marehemu wewe. इतनी जल्दी क्या? Sasa haraka ya nini labda? मैंने स्टार्ट किया। Wakati mimi ndo nilikuwa naanza hapo. Ndio nilikuwa naanza tu, haraka ya nini sasa unadhani? Anasema ugomvi ndio unaanza hapa. Kiberiti kikawashwa. Yote kumbuka alikuwa anayakumbuka akiwa kwenye ndege. Ndio anakwenda Thailand kwa ajili ya kwenda kumwokoa binti. Bangkok. Ndio aliambiwa kwamba si aliletwa huko. Na hapa tuko intermission. Hatari kweli kweli. Kama nilivyokuambia mtazamaji, sehemu ya kwanza imechezwa 2016 ambayo ndio hii. Sehemu ya pili ilitoka 2018. Kaa sawa kwa ajili ya kuipokea nafasi ya pili. Hii sehemu ya kwanza inaishia hapa. Tukutane katika nafasi ya pili ya picha nzuri inaitwa Bug. Tafsiri yake ni kukimbia.